bado nasubiri. Naomba hao watu tafadhali waje watoe heshima za mwisho, kama hawako tayari tuchukue zoni nyingine. Maana muda hatuna jamani. Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe akiendelea kutoa taratibu wa namna ya kuliendea tukio hili kubwa na maalum kwa wafuasi wa Chadema, lakini vile vile wanasiasa na wale wadau wote wa maendeleo ambao kwa namna moja ama nyingine walifahamu kwa karibu mzee Edwin Mtei. Kitu ambacho amekisisitiza zaidi ni namna ya upigaji wa picha. Katoa tahadhari hiyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya upigaji picha, basi waepuke kwenda kupiga mwili ndani ya jeneza kwa ajili ya kuendelea kulinda faragha ya mzee Edwin Mtei. Tukio lililopo hivi sasa, mtazamaji, watu wanapita kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho. Wanalizunguka jeneza, wanapita kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho kwa mzee Edwin Mtei. Taratibu ndo hizo ambazo zinaendelea hivi sasa. Tukio ambalo tuko nalo ni kuaga ama kutoa heshima za mwisho. Lakini kingine ambacho Mheshimiwa Freeman Mbowe amegusia ni kitabu maalum ambacho kinakwenda kuandikwa cha maisha ya mzee Mtei, na amemtaja mzee Mgoe ambaye yeye ndo amepewa jukumu hilo kwa ajili ya kuhadithia yale yote ambayo mzee Edwin Mtei ametenda akiwa hai. Na kwa maana hiyo, kwa kufanya hivyo itakuwa ni kumbukumbu nzuri na zitabaki hata kizazi na kizazi kwa ajili ya kuja kufahamu alikuwa ni nani, alifanya yapi na kadhalika. Na tangu mzee Mtei amefariki tarehe 19 ya mwezi wa kwanza, mazoezi mbalimbali yamekuwa yakiendelea na viongozi mbalimbali wamekuwa wakifika hapa. Viongozi wa serikali, kwa sababu tukizungumzia viongozi wa serikali ni wale ambao wale kufanya kazi na mzee Mtei kulingana na historia yake. Kama ilivyo, alikuwa gavana wa kwanza wa Benki ya Tanzania, akafanya katika shirika la fedha duniani la IMF, lakini pamoja na akawa waziri wa fedha. Kwa hizi historia zote zinambeba. Lakini pia viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo yeye ndio mwanzilishi, walikuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba msiba huu wanausimamia akiwa kushirikiana na serikali. Lakini kikubwa zaidi ambacho nimekiona ni watu ambavyo wanapangwa, watu ambavyo wanaingia, kwa sababu zoezi hili lilianza vizuri na leo linatamatika kumpumzisha mzee Mtei. Mzee Mtei historia itamwandika, na kama ulivyosikia viongozi wengi wamekuwa kieleza. Chama hiki amekianzisha mwaka 1990. Zungu unahitajika tafadhali, ambapo 93 chama ndio kilipata usajili rasmi. Na tulikuwa tunaangalia amezaliwa mwaka 32 mpaka sasa ni miaka 94, ni miaka mingi kidogo, ambayo kibiblia imeambiwa kwamba kuishi ni miaka 70. Ikizidi sana hapo ni neema ya Mungu. Kwa hiyo kuanzia miaka 70 pale kuvuka zaidi, unaona kwamba namna ambavyo neema ya Mungu ilimpendelea zaidi. Na ndio maana kifo chake si tu kwamba ni huzuni, lakini pia ni kama furaha kwamba mzee amepumzika na kile ambacho aliitiwa hapa duniani kimeshakamilika. Kwa hiyo anaondoka akiwa hana deni. Kwa hiyo wale ambao wameachiwa deni ni hawa ambao wamebaki. Kwa sasa alikuwa akielezea Bwana Mbowe kwamba alikuwa ni mtu wa misimamo. Lakini unajiuliza kwamba viongozi wa sasa, je, kuna kina Mtei ambao wanaweza wakawa wana misimamo kama Mtei mwenyewe? Leo vyama vingi vimeanzishwa, tuko katika mfumo wa vyama vingi, lakini hii haina mashaka kwamba miongoni mwa chama kikuu cha upinzani ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hapa katikati siasa za hapa na pale, mtu anaingia leo anatoka kesho. Unajiuliza sasa, unaposimama kuzungumza mzee Mtei alikuwa na misimamo, je, wewe uliweza hata kuonyesha mfano wa hiyo misimamo? Kwa sisi ambao tumeachiwa ni ujumbe maalum ambao sasa mzee Mtei ameuacha, si tu kwa vijana, pia na kwa wazee, kwamba tuwe na misimamo, tusiwe na kutetereka. Historia yake alipoanzisha kipindi cha Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere alipenda zaidi ujamaa, lakini yeye aliona, bwana, asikiliza mzee, hiki kitu ambacho tunaenda nacho mimi naomba niende upande huu. Lakini kwa sababu pia Mwalimu Nyerere alijua kile ambacho kinafanyika na alikuwa ni mtu wa demokrasia pia, alimwambia, bwana, nenda, na vyama vingi vikasajiliwa. Lakini pamoja na hayo yote tunajifunza kwamba
Mwalimu Nyerere pamoja na Mtei. Mwalimu Nyerere alikubali hoja nzito ambazo zilikuwa zinatoka kwa Mtei. Huenda wakati mwingine alikuwa anatofautiana naye kama ulivyosikia hapo kwenye baadhi ya misimamo. Sasa hivi ukitofautiana na mtu inaonekana kidogo wewe uko tofauti na vitu fulani hivi. Kwa hiyo hili litupe somo kwa unatofautiana kimawazo, wewe sio adui. Manake lengo lako ni kujenga, kuhakikisha kwamba nchi inasonga. Leo nchi imefika hapa tulipo, kuna mchango wake mkubwa. Licha kwamba angeweza kuwa BOT huko, angeweza kula stahiki zake bila mtu yoyote kumuuliza, na fedha alikuwa nazo, kwani siko kwenye eneo lake hapa. Eneo hili ni kubwa hili, angeweza kuishi hapa mpaka sasa hivi anafariki, hakuna mtu ambaye angemuuliza. Sahihi kabisa. Kusaga, tukizungumzia nafasi ambazo mzee Edward Mtei alikuwa nazo, kawaida tu unapofahamu nchi za Afrika kuwa na mawazo mbadala inakuwa ni changamoto. Maisha yako yanakuwa yanapanda shuka nyingi ukishakuwa umetofautiana pengine na chama ambacho kiko katika madaraka. Hivyo ni mtu wa kukumbukwa kwa ukubwa sana vile ambavyo aliamua kuchukua njia ngumu. Wakati ule 93 sasa rasmi vyama vya upinzani vimeanza, haikuwa rahisi pia kuendesha chama ambacho kitakuwa na mawazo tofauti na CCM. Lakini kwa hiyo unaweza kaona ujasiri ambao alikuwa amebeba mzee Edward Mtei kipindi hicho, ambao sasa hivi ndio CCM. Kwa hivyo unaweza kaona ujasiri ambao sio kupimika, usio na shaka kabisa, kwa sababu mtu kutoka katika nafasi ya gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, lakini vile vile kushika nafasi ya waziri wa fedha na nafasi mbali ambazo ni nyeti sana katika taifa, lakini ndani na nje. Ukizungumzia leo fedha, tunamzungumzia mzee Mtei. Nakumbuka wakati watu, mimi nakumbuka tukikuwa tunaona saini ya Edward Mtei pale, unaweza tukua tuelewe kipindi hicho kwa watoto, lakini sasa hivi ndio unaweza kuona kwamba umuhimu wake, kwa maana hiyo yeye pia alikasimisha kuruhusu sasa mfumo wa noti na mambo mengine kama haya. Kuna tufuatilia sasa matangazo moja kwa moja ya mwenzangu Alphonse Kusaga. Mimi ni Wilberforce Ngoto, tuko hapa kuendelea kukuletea yale yote ambayo yanaendelea, na leo ndio siku tunaweza kusema Kusaga ni sherehe ya mwisho. Manake sherehe kwa mwanadamu ni mbili, siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Kwa hiyo hii ni sherehe yake ya mwisho, na siku hizi misiba inavyoendeshwa naona huzuni zinakuwa zinapungua Kusaga. Sasa hivi watu wanakuwa na sherehekea, lakini sasa inategemea kwamba watakuwa na huzuni umefanya nini duniani. Vifo vinatofautiana. Kama ulifia baa ndugu yangu kuna namna. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja nikawa namwambia kuna tofauti kati ya msiba na kifo. Wengine tunakufa, huu ni msiba kaka, huu ni msiba kwa sababu unaona namna ambavyo watu wanaingia na nini, lakini kifo ni kile unasikia mtu analia, amekufa jamani, lakini hapa kuna namna ustaarabu, watu wanapangwa na nini. Kwa hiyo unaamua jamii kukumbukeje. Wewe ukiamua watu wakukumbuke kwamba ulikuwa mlevi sana, ulifia baa, hakuna kukumbukwa hivyo. Kwamba bwana wewe ulikamatwa ukiwa na mke wa mtu, ulifumaniwa, tutakukumbuka kwa hivyo. Lakini ukiamua kuwa mwana mapinduzi, mwana demokrasia, tutakukumbuka hivyo. Kwa hiyo mzee Mtei yeye tutamkumbuka kwa alichokifanya. Demokrasia leo tukiizungumza, mzee Mtei tutamzungumza. Wewe ukumbuke, je, katika nafasi yako ambayo ulikuwa nayo imetumika kuwaumiza watu wengine ama imetumika kuwabeba watu wengine? Siku zote ukiwa katika nafasi kama hii ya mzee Mtei, alikuwa governor, huenda huko nyuma hii historia hatuelezewi sana, lakini alitengeneza watu ambao leo nao wanajitegemea katika maisha yao. Ukiwa katika nafasi yako, kuwa mtu mwema kama mzee Mtei, mtu wa haki, mtu wa upendo, kila mtu anamzungumzia vizuri. Lakini yeye alikuwa huenda wakati mwingine alipata ushawishi hapa na pale, bwana fanya hivi leo hivi, lakini hakutetereka. Kwa hiyo pia inatufunza ili uwe pia mtu wa misimamo, pia lazima uwe vizuri kiuchumi. Bwana Wilba, maskini hana msimamo, ni ngumu kumcontrol mtu ambaye ana njaa. Kaka, njaa ni mbaya, njaa inakuuza. Kuna mfano mmoja wa yule bwana ambaye alimuuza Yesu na vipande 30. Yule ni Yuda bwana Iskariot. Bwana Yuda watu wanamtafsiri tofauti, lakini wakati mwingine alijutia dhambi yake. Unajua Yuda alikaa baadaye akasema jamani, huyu mtu hili dili limefeli.
zile fedha akaenda kuzitupa, akawaambia wale wazee wa kanisa, shikeni fedha zenu. Akasema hapana, weka hapo. Kwa hiyo hizo fedha zitajenga, alisema zitajenga sio vitu gani, nadhani walieleza vizuri. Lakini baadaye Yuda alijuta baadaye mpaka akajiua. Manake kuna wakati unaweza ukautenda ubaya ambao wewe mwenyewe ukaona hiki kilichokitenda ni kibaya, ukashindwa hata kumwomba radhi yule mtu mtendea ubaya. Hayupo. Utakachokifanya ni nini? Utakufa, utafanya nini? Utajiua. Kwa hiyo ili tusifikie hayo yote, demokrasia ili ijieleze vizuri, tuko katika mfumo wa vyama vingi. Nafasi hii ya Mzee Mtei ambayo aliitoa kwa vijana leo, Chadema unaizungumzia mpaka misingi ya chini huku. Kuna kipindi cha kampeni, ukienda hivi gari ikipita katatu na kaona kanafanya vidole viwili hivi. Hii ni historia ya Mzee Mtei. Kwa hiyo vitu kuu vitaandika na maandishi yatakuwepo. Leo umemsikia hapa Bwana Mbowe, msemaji wa familia, amesema kitabu kitakuwepo leo kwa ajili ya kuelezea kile ambacho Mzee Mtei akiwa gavana wa Benki Kuu amekiandika. Lakini pamoja na hayo, si tu kiandiko kitabu akiwa gavana wa Benki Kuu, andikwe pia historia ya kuanzisha waasisi wa demokrasia wa nchi hii, kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Nadhani hiyo inaweza kuwa bora zaidi. Na umesema vizuri Kusaga, kwa sababu ukiangalia hizo nafasi ambazo Mzee Mtei ameshika, zimeshikwa pia na watu wengine, lakini Mzee Mtei anabaki kuwa mtu maalum kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa anaenda. Msemaji wa familia ndugu Mbowe amesema kwamba alikuwa ni mtendaji zaidi. Unajua wakati fulani mwanasiasa anaweza akakupiga siasa. Kwa maana mtu anaweza akakwambia bwana hiyo ni siasa. Siasa maana yake mtu anaweza akafifisha ukweli, akatengeneza mazingira umuelewa kwa wakati ule, lakini unakuta hamaanishi. Kwa hiyo Mzee Edwin Mtei alikuwa ni mwanasiasa, lakini alikuwa kiutendaji zaidi, na ndio maana amekuwa akionekana sana katika misimamo mikali ambayo pengine viongozi wengine hawawezi kuthubutu kufanya hivyo. Lakini pia hili ni funzo kwetu sisi ambao tumebaki. Maana yake ndoto ambayo itatimia kwa kila binadamu ni kifo. Hiyo ndio ndoto pekee. Zingine tunaweza tusizitimize, lakini kifo ni sisi sote. Tunakwenda kwa awamu, tuna kila mtu kwa mtindo wake. Kwa hivyo tujifunze pia tukiwa hai kutendea na wema. Watu watakukumbuka kwa yale uliyofanya. Unajua wakati fulani watu wanaweza kukusahau, au watu hawatasahau jinsi ulivyofanya wajisikie. Hilo ni kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kufanya mambo mengi, ukafanya hivi, lakini hisia za huyu mtu alivyonifanya nijisikie hivi, hiyo haiwezi kutoka. Hata mtu anaweza kuambia nimekusamehe, lakini ulivyomfanya jisikie haiwezi kutoka kabisa. Kwa hiyo ukifanya mambo yote, hakikisha unayafanya ukiwa pia na utu ndani yako. Usifanye kitu kwa sababu unaangalia vipande 30 kama alivyoangalia Bwana Yuda. Leo baadhi ya watu wengine wameuza demokrasia kwa sababu ya vipande 30. Unajiuliza, wale ambao walianza na Mzee Mtei leo watu, kuna wale ambao walimkuta Mzee Mtei akiwa ameanzisha chama, waliondoka, lakini ukimkuta bwana, mimi ni mwana demokrasia, mimi bwana mtu amesimama, kaka wewe tu ulitoka hapo ukaenda huku ukaenda vile, bado tunapata mashaka na msimamo kabisa. Kusaga na mafanikio yote yana gharama, unakwambia lazima utoe gharama. Na hata Chadema kufika hapa, ile wazo na jinsi ilivyokuwa mpaka kufika hatua hii, kuna gharama nyingi ambazo Mzee Mtei amezilipa. Wakati mwingine kwa mataifa ambayo yanaendelea kuonekana kwamba hukubaliani na wazo hili, unaonekana watu wana personalize mambo. Mtu anaona ni kama unachukia binafsi, na ukitafsiri demokrasia kwa upana wake na maana halisi ni kukubaliana na mawazo ya mwingine. Yaani kuheshimu hata kama ukubaliana nacho, lakini unaheshimu kwamba mimi hicho ninachokifanya Kusaga mimi sikubaliani, lakini nimeheshimu kile ambacho ameamua ama anafikiria tofauti na mimi. Na ndio binadamu unatakiwa uwe hivyo. Na kiburi cha uhai kinafanya watu wanafanya mambo ambayo unajua binadamu unapokuwa uko hai unakuwa na kiburi. Kuna mambo unafanya unaona kwamba ni kama labda hutakufa. Sana hata madaraka ni moja kati ya mambo ambayo yanalevya sana. Unapojiona huko mahali fulani watu wakipita wanasimama kwa sababu ya nafasi yako, basi hivyo viongozi wengi hasa katika mataifa ya Afrika wanakuwa na changamoto hiyo, na wanajitengenezea umungu mtu kwamba la mwisho siku ukifikiria kusawa na kifo unajiona si chochote. Maisha ya binadamu si chochote, sio lolote. Kusawa hujawahi kukutana na mtu akakwambia wewe Ngoto utanifanya, huna cha kunifanya, yani wewe sikiliza, wewe nenda kushoto, nenda huna cha kunifanya, wewe huna cha kunifanya. Nijue mimi ni kweli sisi hatuna cha kukufanya. Ukimtendea mtu ubaya ni kweli Ngoto huna cha kunifanya. Lakini kuna namna ambavyo mtu atageuka kwa Mungu wake, amwambie Mungu jambo
kuhusu na ulivyofanya. Sema unashtaki kwa Mungu. Kuna siku moja nikawa na ndugu wapendwa, tuna wazee leo tusiwahurumie. Maisha wanayoishi sasa hivi wakiwa wazee. Tuulize historia zao wakiwa vijana walifanya nini. Na usikimwona kichaa barabarani usibaki tu moja kwa moja kumhurumia. Huenda kuna mtu alimuumiza mtu mahali. Kwa kama una historia yoyote ambayo kuna wakati ulitengeneza maumivu kwa mtu mwingine, nenda mahali ukatubu, urudi nyuma, utafakari hizi njia zangu nilizozifanya, je, nimezifanya kwa usahihi? Kuna watu ambao Mungu aliwachukua miaka hiyo, Mwalimu Nyerere, nimetayarisha Dr. John maelezo ambayo ni marefu, watu leo wanamzungumza, lakini naambiwa sasa kwamba na dakika 5 alisema kifo ni kama kitabu, ni hadithi, ni hadithi. Kwa hiyo inategemea sasa wewe unataka usimuliwe vipi. Kwa hiyo hadithi yako uliyoandika hapa duniani, je, uliandika ukiwa unaumiza watu kwa sababu ya cheo chako? Uliandika kwa sababu wewe wakati wote ulikuwa mbabe, ulikuwa unadhulumu mali za masikini, ulikuwa unajiona mtu aina gani? Ukizungumzia leo kahawa, unamzungumzia Mzee Mtei. Sasa ukizungumzia sarafu, unamzungumzia Mzee Mtei. Na wazee wa zamani sijui kwa nini hawakuweza kujilimbikizia mali kama ambavyo leo mtu unakuta ana miaka 5 tu bwana. Unauliza mbona huyu mtu maisha yake ni kuna magari ya kifahari, majumba, mahekalu. Lakini umekuja hapo umeona nyumba ambazo zilikuwa kabisa kawaida kabisa, licha nafasi zote alizokuwa nazo. Yaani huyu mzee angeweza kujenga magorofa na angeweza kujaa hapa. Maisha yake na mama yake peke yao, wakati mwingine tuna maisha ya kupambana yeye na mama yake. Ukienda pale kwenye vile kitabu chake kile